Leo tunaendelea na zoezi letu katika wilaya ya Nkasi ambapo tunawatembelea wafanyabiashara, na katika zoezi hili kwa muda mfupi ambao tumeweza kuingia kwenye maduka, tumeona wafanyabiashara wengi bado hawajapata tini za biashara, lakini wameshalipia leseni za biashara. Kwa hiyo tumewasihi sana wafike katika ofisi zetu za TRA, na bahati nzuri ipo karibu kabisa na eneo hili la biashara hapa kwenye soko kuu wilayani Nkasi, waweze kupata tini ya biashara na kuweza kufanya makadirio kwa mwaka huu wa 2026. Na zoezi hili ni endelevu, kama tunavyojua tulianzia Sumbawanga na tunaendelea katika mkoa wa Rukwa, na leo tupo Nkasi, na tunawahimiza wafanyabiashara kwa sababu sisi tuna mfumo mpya wa IDRAS. Basi mafunzo yakitokea katika wilaya hii, basi wasisite kufika na kuweza kupata elimu hiyo ili kuweza kupunguza mazoezi ya kwenda kufika pale TRA kuweza kufanyiwa huduma mbalimbali. Kwa huduma zingine kama kufunga biashara, kusimamisha biashara, kuomba leseni za udereva, kufanya usajili wa vyombo vya moto, vyote hivyo vitafanyika moja kwa moja kwenye mfumo. Kwa hiyo tunawasihi sana wajitokeze kwa wingi pale ambapo semina itakapokuja kuletwa hapa na wataalamu kuja kuwafundisha. Lakini pia tunawaomba sana waendelee kushirikiana na TRA. Sisi kama TRA tunawakaribisha sana katika ofisi za TRA. Wakiwa na changamoto yoyote wasisite. Kuna ile hali ya kupeana hofu mitaani kwamba TRA labda akija atafunga duka. Hayo mambo sisi tumeshaacha siku nyingi sana. Kwa hiyo tunapokuja kuwatembelea kwenye biashara zao, watupe maoni yao, ushauri, lakini pia majukumu ambayo tutakuwa tunawaambia waweze kuyatimiza, basi wayatimize sawasawa, kwa sababu lengo ni kufanya biashara ziendelee kukua na ziendelee kuongezeka, na biashara zikiongezeka, sisi kama TRA tunapata kodi kwa kile kiasi ambacho kitakuwa kimetozwa. Lakini pia kwa hivi sasa tuna dawati la uwezeshaji biashara, ambapo pia katika wilaya yetu hii ya Nkasi dawati hili lipo. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anaanza biashara au ana changamoto yote ya kibiashara afike katika ofisi zetu hizi za Nkasi na kwingine kokote Tanzania ili aweze kutatua changamoto zake. Kwa hiyo zoezi hili tunaendelea nalo la elimu ya mlango kwa mlango. Ni vyema wananchi wote wakakubaliana na sisi pale tutakapokuwa tunaingia kwenye maduka hayo, watupe ushirikiano. Hata ukijiona wewe ni mdogo sana, wewe tupe ushirikiano tu, kwani kupata tini sio kulipa kodi. Utaanza kulipa kodi ukiwa na mauzo ya kuanzia shilingi milioni 4 kwa mwaka. Kwa hiyo ni vyema tukaitikia wito huu kwa pamoja ili tuweze kupata fursa hizi. Ukipata tini kama wewe mfanyabiashara mdogo, utakupa na tax clearance ili uweze kuendeleza biashara yako, na pale utakapokuwa biashara yako itakapokuwa zaidi, basi hapo ndo utapoanza kulipa kodi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, tuendelee kusaidiana na kupeana ushirikiano katika kutekeleza majukumu ya serikali, na tuisaidie serikali kuweza kutimiza malengo yake kwa kulipa kodi sahihi. Lakini nawakumbusha sana hivi sasa kuanzia Januari hii mpaka Machi 31 ni muda wa makadirio na kulipa kodi awamu ya kwanza. Kwa hiyo tunaomba wananchi wote na wafanyabiashara wote waweze kufanya makadirio yao mapema, ikiwezekana mpaka mwezi wa pili unaisha tu tumeshafanya makadirio, ibaki tu kulipa kodi, na mwisho wa kulipa kodi ni tarehe 31 mwezi wa 3. Kwa hiyo tufanye hivi mapema, na ukifanya mapema utaepuka mambo mbalimbali ikiwemo kupata adhabu au riba. Kwa hiyo ukifanya mapema itapendeza zaidi na itafanya uendelee na shughuli zako kwa amani, huku ukisubiri tarehe mwafaka wa kuweza kulipa kodi.